Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Tunaendelea kutazama miujiza aliyoifanya Yesu Kristo. Hapa tunakutana na muujiza mwingine aliyofanya Yesu Kristo. Injili ya Mathayo sura ya 9 mstari wa 20. Injili ya Mathayo sura ya 9 mstari wa 20. Natazama mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka 12 alikuja kwa nyuma akaugusa upindo wa vazi lake, kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Yesu akageuka akamuona akamwambia, jipe moyo mkuu binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Amen. Hapa tunakutana na kisa cha mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu miaka 12. Akina mama wanafahamu adha hiyo. Akina mama wanajua sana hiyo tatizo, wanalifahamu, na hasa ambao wameshapitia katika changamoto hiyo, lakini wanafahamu. Wa mama wengi huwa hutokwa damu kila baada ya kipindi fulani. Hivyo basi, lakini kutokwa kwa damu kwa mwanamke huyu kulikuwa kwa mfululizo, haukuwa na mwisho. Kwa hiyo ukisoma katika Injili ya Marko sura ya 5 unakuta inasema yule mwanamke alienda kutafuta usaidizi kwa matibabu mbalimbali. Alitoa fedha zake na gharama nyingi alitumia ili apate kupona, lakini haikuwezekana. Sasa ilikuwa pia desturi ya Wayahudi kwamba mwanamke akiwa anatoka damu hakuruhusiwa kujichanganya. Aliruhusiwa kae nyumbani tu, asiwe na changanya na watu, maana atawanajisi. Lakini huyo mwanamke kwa imani yake akasema moyoni mwake, nikiendelea kukaa hapa haina sababu, ngoja niende kwa Yesu akaniponye. Mbona anaponya wengine, na mimi ataniponya vile vile. Akaenda kwa nyuma, Biblia inasema akaenda pole pole kwa nyuma, wakati watu wanatembea na yeye anatembea, akaugusa upindo wa vazi lake. Maana moyoni mwake alisema, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Mimi sina haja ya kusema naye wala kumwambia nisaidie, maana hapa watu ni wengi. Mimi nataka tu nikaguse upindo wa vazi lake. Ukishagusa tu nguo yake basi niko salama. Alikuwa na imani kubwa kweli kweli. Basi akaenda kwa nyuma huku pole pole, akapenya kwa watu kwenye msafara, akaenda akawagusa nguo ya Yesu. Ghafla kwenye kitabu cha Marko anasema Yesu nguvu zake zikamwishia. Aliona nguvu zikitoka. Kumbe kazi ya kuponya inaondoa nguvu. Kwa hiyo akaona nguvu zake zikipungua. Ndipo alipogeuka akasema, nani aliyenigusa? Petro akasema, wewe msafara wa watu wote hao unasema nani kagusa? Lakini Yesu akasema, kuna mtu amenigusa. Akatafuta yule mama, alipoona hawezi sasa akabidi ajionyeshe. Maana ile shida imeshamtoka, ikabidi ajionyeshe. Akasema, ni mimi ndime nimekugusa. Mimi ndiye niliyekugusa. Yesu anamwambia, jipe moyo mkuu mwanangu. Hapa anatumia neno binti yangu. Imani yako imekuponya. Jipe moyo mkuu binti yangu. Imani yako imekuponya. Hii ilikuwa ni aina ya ajabu sana na ni muujiza wa ajabu sana. Tangu saa ile Biblia inasema yule mwanamke akapona, tangu saa ile akawa mzima kabisa. Shida ile ikamtoka jumla. Akawa mzima, akawa kama wamama wengine. Bila shaka alirukaruka akimtukuza Mungu na kufurahia sana, shida yake imemtoka. Jambo muhimu hapa katika habari hii ni hili. Imani. Biblia inasema imani yako imekuponya. Imani ya huyu mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu ya 12 aliteseka sana, lakini imani yake ilimsababisha akapokea uzima. Je, unayo imani ya kupokea uzima? Je, unayo imani ya kutoka katika yanayokusumbua? Imani ndiyo inayowatoa watu katika yale yanayowasumbua. Imani kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Huyu dada au huyu mama, hatujui umri wake hausemwi, lakini inawezekana alikuwa amesema moyoni mwake kwamba
haiwezekani, wananifungia hapa tu nabaki, lakini nasikia wenzangu wanapona, kwa hiyo na mimi naenda nitapona tu. Kwa hiyo hii imani ilikuwa kubwa. Pendwa mtazamaji wangu, imani inaweza kukusogeza mahali ambapo kutarajia. Kwa hiyo jambo muhimu hapa, usiogope watu. Usiogope watu. Ukiogopa watu hutapona. Huyu mama angeogopa zile desturi na sheria zao, angeendelea kuteseka na mwisho wa siku angekufa katika taabu yake. Lakini alizarau ile sheria, alizarau amri za watu, alizarau watu, akasema mimi na Yesu. Akasema mimi naenda kwa Yesu. Kwa hiyo ni kuombe watu wasikuzuie kuja kwa Yesu. Kwa Yesu kuna uponyaji. Sikubali mtu akakuzuia kuja kwa Yesu. Kwa Yesu kuna uponyaji. Kwa Yesu kumejaa baraka. Kwa Yesu kumejaa mafanikio. Kwa Yesu kumejaa kufunguliwa. Kwa Yesu kumejaa kila kitu unachokihitaji. Kila kitu unachokihitaji kwa Yesu kipo. Imani yako tu peke yake inatosha kumfanya Yesu akufanyie haja ya moyo wako. Mungu wa mbinguni akubariki. Najua utaanza kujenga imani yako kwa Yesu. Anza kuijenga sasa. Anza wewe kuijenga. Anza kuipalilia. Sema moyoni mwako mwenyewe kwamba Yesu, mimi ninakuhitaji. Napita katika changamoto hii, lakini nakuhitaji wewe. Nimesikia habari zako ya kwamba umewatoa wengine katika hizi changamoto kama hii ya kwangu, na mimi nahitaji unitoe katika changamoto hiyo. Na Yesu kwa wema wake na kwa rehema zake na kwa wingi wa upendo wake atakutoa na wewe katika shida hiyo. Katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nikutakie baraka zote za mwilini na za rohoni. Amen.